Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Ali Mohamed Shein, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia ndiye mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, Mheshimiwa Balozi Seif Ali Iddi, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Riziki Pembe Juma, Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Mohamed Gharibu Bilal, makamu wa Rais mstaafu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa wawakilishi wa balozi mbalimbali za nje na mashirika ya kimataifa, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa serikali, vyama vya siasa, wanataaluma, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Yafuatayo ni maelezo mafupi ya aya nilizozisoma punde hivi ambazo ni aya ya 159 na aya ya 160 za suratu Ali Imran. Mola wetu mtukufu subhanahu wa ta'ala katika aya ya 159 amemweleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na kutueleza sisi umma wake kwamba mafanikio ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalijengeka katika mambo muhimu manne. Jambo la kwanza lilitegemea rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake. Mwenyezi Mungu alikupa rehma zake ili kuonesha mafanikio, ukawa mpole sana na ukawa karibu pamoja na Waislamu, ukajenga mapenzi makubwa baina yako na wao. Kisha Mwenyezi Mungu anasema walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik, lau kama ungelikuwa mkali mwenye hasira na ghadhabu na moyo mgumu, basi Waislamu na wengineo wangelijiepusha na wewe. Kisha akaelekezwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kuambiwa fa'af anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Basi ewe Muhammad, muda wote utakaokuwa unaongoza Waislamu, wasamehe sana wanapokosea na uwatakie maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na panapotokea jambo linalofaa kushauriwa, washauri masahaba zako. Tumechagua aya hii kuisoma
katika hadhara hii kwa sababu kipindi cha miaka 10 ya uongozi wa chuo hichi kwa Mheshimiwa mkuu wa chuo Dr. Ali Mohamed Shein kilikuwa ni kipindi cha utulivu mkubwa, na bila shaka kwa munasaba wa haya niliyosema, na pia katika mkusanyiko huu zaidi ya kumuaga mkuu wa chuo, lakini tuna nafasi vile vile kubwa ya kumshukuru, kwani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man la yashkuru nnasa la yashkuru Allah. Yeyote yule ambaye hataweza kumshukuru binadamu mwenziwe, basi hana namna ya kuonesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. السلام عليكم. Mheshimiwa mkuu wa chuo, kwa niaba ya jumuiya ya wanataaluma ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZASA, nipo hapa leo kutoa neno la shukrani kwa kazi nzuri uliyofanya kwa kipindi chote cha miaka 10 katika kuleta maendeleo kwa wanataaluma na kwa chuo chetu kwa ujumla. Tunapenda kuthibitishia kwamba wanataaluma tuko pamoja na tunafanya kazi kwa mashirikiano na kwa mapenzi makubwa, na tunaahidi kuendelea kufanya hivyo daima siku zijazo. Mheshimiwa mkuu wa chuo, SUZA kwa sasa ina wanataaluma wa wastani wa 40% kati ya wafanyakazi 756 wa chuo. Kati ya hao wenye shahada za uzamivu ni 70 katika fani tofauti zikiwemo sayansi jamii, sayansi asilia, afya na tiba, biashara na uchumi, utalii, kilimo na uandishi wa habari. Wanataaluma kuanzisha timu ya mpira wa miguu ya wafanyakazi ambayo sasa inajumuisha wafanyakazi wote. Uteuzi wa wanataaluma kufanya kazi katika taasisi mbalimbali za serikali, kumwamini na kumteua mwanataaluma mwanamke kuwa makamu mkuu wa chuo, na mwisho kumwamini na kumteua mwanataaluma mwanamke mwingine kutoka SUZA wa waziri wa elimu na mafunzo ya amali. Kuwepo kwa tofauti kubwa sana ya mshahara kati ya chuo kikuu chetu ni mwana maendeleo halisi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakayeweza kufanya mabadiliko ya maendeleo ya nchi yetu. Changamoto hizi zikipatiwa ufumbuzi, tunaamini ari ya wanataaluma kufanya kazi itaongezeka, itawafanya wanataaluma wasifikirie kuhama na kuomba kazi sehemu nyingine. Mheshimiwa mkuu wa chuo, kabla ya kumaliza kwa mara nyingine tena nichukue fursa hii kushukuru wewe mkuu wa chuo kwa juhudi zako za kuinua SUZA na Zanzibar kitaaluma, na ni jambo lisilopingika kwamba wanataaluma tumepiga hatua kubwa katika taaluma, hususan katika elimu ya juu. Allah aendelee kukulinda na uikumbuke SUZA kama wewe itakavyokukumbuka. Pia tunawashukuru viongozi na wafanyakazi wote wa SUZA kwa mashirikiano na kuisaidia kada ya taaluma kusonga mbele. Mwisho kabisa, napenda kuwashukuru sana wanafunzi wetu ambao kuwepo kwao ndio kuwepo kwetu sisi. Mashirikiano yao wanayotupa katika kutekeleza majukumu yetu na kufikia malengo yetu. Mungu atujalie sote kila la kheri. Asanteni kwa kunisikiliza. Tunatambua uwepo wa mgombea urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi. Tunatambua uwepo wa mawaziri mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, mabalozi wa nchi tofauti, wake wa viongozi, mufti mkuu wa Zanzibar, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi. Hali kadhalika tunatambua uwepo wenu ndugu wote mlioalikwa. Baada ya hapo tunakuomba makamu mkuu wa chuo. Mheshimiwa mkuu wa chuo,
na wageni waalikwa. Kwanza napenda nishukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu kwa kutujalia kukutana katika hafla hii muhimu, huku tukiwa na siha njema. Mungu awajalie wagonjwa nao awape afya njema. Pili, napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe mheshimiwa kwa kuitikia mwaliko wetu na kujumuika nasi leo hii pamoja na shughuli nyingi za kitaifa zilizokukabili katika kuwatumikia wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Aidha, nachukua nafasi hii pia kukushukuruni viongozi wa ngazi za juu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wafanyakazi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, na wageni waalikwa nyote mliohudhuria katika hafla hii muhimu kuonyesha hisia zetu kwa mkuu wa chuo za kuthamini mchango wake mkubwa aliotoa katika kipindi chake chote cha uongozi, akiwa mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar na pia akiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa niaba ya Jumuiya ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, mheshimiwa, tunasema karibuni nyote. Mheshimiwa mkuu wa chuo na wageni waalikwa, hafla hii ya leo ni tukio muhimu sana kwa chuo, kwani tumekusanyika hapa kuagana nawe mkuu wa chuo kwa kutambua kwa baada ya siku chache zijazo utakuwa umetekeleza matakwa ya katiba ya Zanzibar na kumaliza muda wako wa kutumikia wananchi ukiwa rais ni mwana maendeleo halisi, na hivyo kumaliza muda wako kuwa mkuu wa chuo kikuu cha nchi yetu na chuo chetu. Hivyo jamii ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar tumeona ni vyema tukakuaga rasmi ili kupata fursa ya kuweza kukushukuru kwa utumishi wako uliotukuka na pia kupata nasaha zako, ushauri wako na maoni yako ambayo yatazidi kutupa msukumo mkubwa katika kukiendeleza chuo chetu. Tunafanya hivyo si tu kwa kutekeleza utamaduni wa Mswahili wa kukaribishana na kuagana, lakini kubwa ni kuthamini mchango wako katika kukiendeleza chuo hiki kwa kipindi chote cha uongozi wako tangu 2010 hadi leo 2020. Mheshimiwa mkuu wa chuo na wageni waalikwa, chuo kina kila sababu ya kukushukuru kwa jinsi ambayo umekitumikia kwa moyo mkunjufu na mapenzi makubwa sana, kiasi kwamba sote tumeridhika vya kutosha. Katika miaka 10 ya uongozi wako ukiwa mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, umefanya juhudi kubwa katika kujenga na kukikuza chuo chetu. Aidha, mheshimiwa, lazima tukiri kuwa katika miaka 10 ya uongozi wako SUZA imepiga hatua kubwa katika kukuza ubora wa elimu kutokana na serikali kukipatia chuo hiki nyendo za kufundishia pamoja na rasilimali watu na maslahi katika kazi. Muda wote hukusita kuhakikisha kwa changamoto za ujifunzaji na ufundishaji unazipatia ufumbuzi ili SUZA kutimiza dira na azma yake ya kuwa miongoni wa vyuo bora Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla. Pia chini ya uongozi wako SUZA imemudu kuanzisha stesheni ya televisheni inayoitwa SUZA TV kwa lengo la kutoa taaluma kwa wanafunzi wa sekondari kuanzia na masomo ya sayansi na hisabati. Uongozi wako ndio uliopelekea kupata leseni ya kuanzisha TV hiyo. TV hiyo iko hewani tayari na inarusha vipindi mbalimbali vya elimu kwa manufaa ya taifa letu. Tunawaomba wananchi wawe wanafungua TV hii ili kutimiza malengo ya kuanzishwa kwake. Mheshimiwa mkuu wa chuo na wageni waalikwa, Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar sasa kimefikia miaka 19 tokea kuanzishwa kwake. Miaka hiyo ni michache sana kulinganisha na hatua za maendeleo ambayo chuo kimefikia chini ya uongozi wako mahiri. Maendeleo yaliyofikia na SUZA, wewe binafsi ulikuwa ni injinia mkuu katika timu hiyo ya waundaji. Kutokana na ushauri wako, baraza la chuo limeweza kufanya kazi na shughuli zake kupitia kamati zake mbalimbali zilizoainishwa katika sheria ya chuo, na hivyo SUZA imeweza kukua kijiografia
na wingi na ubora wa programu zake. Chuo kimeweza kutekeleza kikamilifu ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kutoa elimu iliyo bora yenye kuzingatia viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa. Aidha, suala la kuweka mazingira mazuri ya upatikanaji elimu chini ya uongozi wako imebainika kuwa wanafunzi wengi zaidi ya 87% kwa kiwango cha degree wanapata mikopo ya elimu ama kutoka mfuko wa elimu ya juu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au wa Zanzibar. Kwa niaba ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar na wanajumuiya wa SUZA, tunakuombea mapumziko mema kutokana na mifumo bora ya serikali yetu kwa matakwa ya kikatiba, na tunakuombea usisite kutuaidhi, kutuongoza kwa busara zako, hikma na uzoefu wako inapotokea haja ya kufanya hivyo. Asante sana. Hongera sana. SUZA oye! Mkuu wa chuo oye! Wanataaluma oye! Asanteni sana. Mheshimiwa mkuu wa chuo, kwa ruhusa yako naomba nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye ametujalia uzima na afya njema leo hii tuko hapa katika siku hii muhimu sana ya furaha ingawa na majonzi, katika siku ya kukuaga mheshimiwa mkuu wetu wa chuo. Lakini pili nishukuru vile vile kwa dhati kabisa kama wenzangu wametangulia, kukushukuru kwa dhati wewe mwenye binafsi kwa kutukubalia mwaliko wetu huu kuja hapa leo hii kuungana nasi katika sherehe hii muhimu sana kwetu sisi wanataaluma wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Tunaamini mheshimiwa ungekataa leo hii tusingekuwa hapa. Licha ya kazi nyingi ulizonazo, tunakushukuru kwa kutenga muda na kuja hapa. Vile vile tunakushukuruni kwa dhati kabisa viongozi nyote mliohudhuria hapa. Tunaamini mna mambo mengi sana ya kulitumikia taifa letu. Lakini licha ya yote bado mkatenga muda mkaona kuja kuungana nasi. Allah inshallah kulipeni kila lenye kheri na nyinyi. Mheshimiwa, sina mengi ya kuzungumza, mengi wenzangu wameshasema. Tupo katika muktadha ule ule mheshimiwa, kwamba kuja kukuaga rasmi wewe mkuu wa chuo chetu kwa uongozi wako imara kwa muda miaka yako 10 yote ukiwa mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Kwa niaba ya wanataaluma wenzangu wote wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, mheshimiwa, tunakushukuru sana. Yale yote ambayo yalizungumzwa na makamu mkuu wa chuo, makamu mwenyekiti wa baraza la chuo, pamoja na risala iliyosomwa na wanataaluma wetu hapa, nadhani nimesikia na wananchi wote wamesikia ni kwa namna gani ambavyo umefanya kazi ya kusimamia elimu ya juu ndani ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Lakini kubwa ambalo mheshimiwa, ambalo pia ulilizingatia mbali ya yote ambayo yamezungumzwa, ulihamasisha sana elimu ya juu kwa kina mama. Mheshimiwa, tutaendelea kukushukuru sana, na tunaamini vile vile ambaye tavaa kiatu chako anatusikia vizuri. Na yeye kwa sababu tayari ameshaeleza kwamba anapenda sana kuona kina mama wako mbele zaidi. Tunaamini na yeye atasimamia vizuri zaidi. Mheshimiwa, tulikuwa tuna tatizo kubwa sana la walimu wa science kwa upande wa Zanzibar. Bado tatizo lipo, lakini ulichukua juhudi za makusudi kupitia SUZA, tukaweka zaidi sekondari ile ya SUZA kwa lengo la kuandaa vijana ambao wakimaliza kusoma watasomea fani ya ualimu ili wawe walimu wa science. Mheshimiwa, kwa hili umelisimamia vizuri. SUZA sekondari oye! Asanteni sana mheshimiwa, ni matunda yako na tutaendelea kufanya kazi vizuri kuhakikisha kwamba kwa upande wa science tunatatua tatizo hilo kupitia ndani ya rasilimali zetu ambazo ziko ndani ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Ya mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, zawadi ambayo itatolewa mwanzo ni zawadi ya portrait. Portrait hiyo imechorwa na Bwana Mohamed Ahmed Talib wa Mark Designing. Hiyo zawadi inayoonekana imechorwa kama nilivyosema na ndugu Mohamed Ahmed Talib
ambaye anapatikana Mark Designing iliyo katika Ziwani Police Line mkabala na mtaa wa Kwahani. Zawadi inayofuata ni ya cheti maalum, lakini cheti hiki sio cheti cha karatasi, ni cheti maalum kabisa. Bila shaka Mheshimiwa mkuu wa chuo atakifungua ili na nyinyi mkishuhudie kwamba ni cheti rasmi kabisa cha aina yake. Zawadi inayofuata hiyo ni CD ya matukio mbalimbali ambayo Mheshimiwa mkuu wa chuo alishiriki katika utumishi wake kama ni mkuu wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar. Na zawadi inayofuata ambayo ni ya mwisho ni zawadi ya kasha maalum kwa ajili ya Mama Mwanamwema Shein. Suza hoye! Elimu ya juu hoye! Na waalikwa wote kwa jumla. Na baadhi ya watu sasa hapa Zanzibar wanashangaa muhimu kwamba imekuwaje chuo hichi kichanga kimepiga hatua kubwa na maendeleo makubwa kama hivyo alivyoelezea makamu mkuu wa chuo na risala ya wanataaluma iliyotolewa mwanzo hapa asubuhi leo. Uhai wa chuo hichi si mkubwa sana, lakini mambo yalifanyika makubwa sana. Katika hotuba yangu niliotoa kulihutubia Baraza la Wawakilishi la Zanzibar na kwa wageni, nielezea historia kuacheni nafasi ya elimu Zanzibar tangu mapinduzi hadi mwaka huu. Mambo makubwa sana serikali imefanya, na leo elimu ya juu ya Zanzibar imepiga hatua kubwa sana. SUZA peke yake wanamaliza kwa wastani kati ya wanafunzi 2,008 na 3,000. Ni hatua kubwa sana. Zaidi ya 55-60 wanafanya uzuri wanawake. Kina mama oye! Na mimi nawapenda sana kina mama, na nikawafanyia mambo yao kuwafanya rahisi na mepesi ili wamalize elimu ya juu. Nikawaanzishia skuli maalum za kina mama za A level 2, moja ya Zanzibar Benbela Secondary School ya wanawake tu peke yao, na ya pili Utaani Secondary School wanawake peke yao, ili wanawake washamiri sana katika kujiendeleza na kupata elimu ya juu. Zanzibar walidhani watu wengi hatuwezi kuanzisha digrii za juu, yani shahada za juu. Si ya kwanza seuzi ya uzamivu, yani PhD. Leo PhD zimehanikiza hapa SUZA. Kati ya wafanyakazi 76 wenye elimu za juu, 70 wana PhD SUZA. Hili jambo kubwa sana. Katika fani ya lugha, elimu ya mazingira, kemia na tehama. 15 za shahada ya kwanza, na hasa katika kuviunganisha vyuo mbalimbali. Na hapa nataka nipongeze tena Baraza la Mapinduzi
Mapinduzi na wazo vile vyuo vyote maalum tuviunganishe na SUZA. SUZA ina sheria yake, mnaanzisha schools mbalimbali, School of Medicine, School of Dentistry, School of Agriculture na kadhalika. Basi nikalishauri Baraza la Mapinduzi tuanzisheni vyuo hivi vyote tuviunganishe na SUZA. Tukafanya hivyo, watu wakaanza kushtuka, wengine wakapiga makelele, rais anatupeleka wapi huku, chuo chetu kinaunganishwa? Lakini Baraza la Mapinduzi lilifahamu na sisi wenyewe tukaridhika, na SUZA baadaye wakafahamu. Karibisheni nyote. Leo tumeviunganisha vyuo vitano vikubwa: chuo cha afya, Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, chuo cha kilimo cha Kizimbani, chuo cha utalii cha Maruhubi, chuo cha fedha cha Chwaka na chuo cha waandishi habari cha pale Kilimani. Zote hizi ni schools of the State University of Zanzibar. Digrii zao, vyeti vyao vyote vinatoa heshima ya SUZA za university. Wengine walikuwa wanasema wameridhika chini ya NACTE. Kama NACTE sio SUZA, NACTE sio TCU, TCU mbali, NACTE mbali. Heshima ipo kwenye chuo kikuu. Leo alhamdulillah, walikuwa kufahamu wamefahamu sasa kwamba mapinduzi, hatua ya mbele ndio muhimu, sio urudi hatua moja nyuma. Furaha yangu mimi kubwa zaidi kwamba tumeanzisha masomo ya madaktari wa meno, Doctors of Dental Surgery. Wakati wote Zanzibar tatizo madaktari wa meno, ukaenda pale unaongolewa dental assistants. Tumeanza mwaka huu academic, tumechukua wanafunzi 11. Baada ya miaka 5 tutapata madaktari wa meno wengi sana Zanzibar na miaka ijayo. Wakati leo tunaagana, napenda nieleze furaha yangu kuona kwamba agizo langu nalo la kuanzisha masomo ya uvuvi katika chuo hiki nalo limefanywa kazi sana. Tunaingia katika uvuvi wa blue, uvuvi wa bahari, na nikahisi lazima tuwe na chuo kinahusiana na uvuvi na mazao ya baharini. Nimeagiza inshallah Mwenyezi Mungu ataendelea kuweka pamoja cha Kiswahili duniani kiwepo SUZA. Kazi hii inafanya vizuri. Nataka Zanzibar SUZA iwe kama Oxford Uingereza. Maana ukisema Kiingereza basi wenyewe Oxford. Oxford ndio machampion wa Kiingereza, tangu mji wenyewe, watu wake, mpaka University of Oxford. Pale ndio pana shina la Kiingereza, culture, falsafa, utamaduni, mila na desturi za Uingereza ziko Oxford. Hata kama dictionary makubwa, encyclopedia Oxford wao na Cambridge. Kana sisi Oxford yetu ya Kiswahili itakuwa SUZA. Ndio kazi ndio hapa hiyo. Na wenyewe wana SUZA najua. Sote baada kazi nishajisha sana SUZA fanya utafiti. Ikiwa ni moja katika lengo lao kuu la watoto wetu wakubwa wenyewe wamesema na vijukuu. Kazi yao kubwa huduma, utafiti na kusomesha. Na huduma mna consultants, ushauri. Ndio kazi ya vyuo vikuu, kazi 3 kubwa. Kazi ya utafiti wanafanya vizuri sana. Wengi wamechapisha articles nyingi kwenye majournal mbalimbali, na kuhimizeni msirudi nyuma. Hiyo ndio kazi muhimu. Lakini hamtuweza kufikia hadhi hiyo benki ya Saudi Arabia ikiwa hamfanyi utafiti na andike makala ya kuchapisha kwenye journals zinazofika duniani. Huwezi kuwa profesa kama ufanye kazi. No way. Lazima ufanye kazi. Mnawasikia wote wamefanya kazi. Nani profesa? Profesa ni mwalimu wa chuo kikuu aliyobobea. Sasa utabobeaje kwa mvivu? Utafiti, uandiki, ufundishi uzuri. Ukija kuingia darasani wanafunzi wanatoka nje. Huwezi kuwa profesa. Naomba Mwenyezi Mungu akuzidishieni upendo, akuzidishieni umoja,
na maendeleo katika taasisi hii muhimu sana ya nchi yetu. Napenda nimalizie hotuba yangu hii hapa Suza, serikalini wote, mawaziri wangu, manaibu mawaziri, makatibu wakuu, manaibu wote, kamati zetu zote ambazo kwa njia tofauti zimekuwa zikifanya kazi ya kusaidia na Suza. Leo siku maalum kwangu mimi, leo siku muhimu, ni siku ambayo imenipa nafasi ya kutathmini safari yangu ya kuongoza Suza tangu mwaka 2010 mwezi wa Disemba hadi leo. Suza oye! Suza oye! Mapinduzi! Mapinduzi! Nakushukuru sana, asanteni sana nyote. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mola mtukufu, tunakuomba kwa baraka zako na kwa utukufu wako umiminie mkuu wetu wa Suza anayemaliza muda wake baraka, kheri na mafanikio makubwa katika maisha ya dunia yake na akhira yake. Kwa kuhudhuria hafla hii, tunakuomba ya Allah umzidishie utulivu, afya njema, nguvu na wasaa wa maisha yake yeye na aila yake. Tunaomba haya ya Allah kutokana na juhudi na ihsani kubwa alizokifanyia chuo hichi katika miaka 10 hii ya ukuu wake wa chuo. Kwa hakika mkuu wetu huyu anajali sana maendeleo na taaluma za aina zote, Allahumma isipokuwa uchawi labda. Ameweza kupaisha maendeleo ya Suza katika nyanja zote zikiwemo za kitaaluma, kitahasusi, kimiundombinu, kimaadili na kimaslahi ya wafanyakazi na wanafunzi. Dira, dhamira na misingi yake iliyo bora na imara ilifanya chuo chetu kiwe ni miongoni mwa vyuo vikuu vinavyokuwa kwa kasi kubwa ya kupigiwa mfano. Ya Allah, tunakushukuru kwa kutupa mkuu huyu. Ndiyo maana tunazidi kukuomba umlipe malipo makubwa uliowaahidi kuwalipa watenda hisani pale uliposema katika sura ya Ar-Rahman aya 60, hakuna malipo ya ihsani ila kulipa ihsani vile vile. Kadhalika tunakuomba kwa mara nyingine tena ya Allah umpe maisha yenye saada, furaha na amani hapa duniani kabla ya akhera, kama ulivyowaahidi watendao mema kupata hayo pale uliposema katika sura ya An-Nahl aya 97, wafanyaji mema wanaume na wanawake hali ya kuwa ni Waislamu tutawahuisha maisha mema na tutawapa ujira wao mkubwa huko akhera kwa yale mazuri waliokuwa wakiyatenda. Mola wetu, mhuishe mja wako huyu maisha mema na mlipe ujira wake mkubwa kwa mazuri alikufanyia chuo chetu na taifa letu. Mola wetu mtukufu, tunakuomba utakapofika muda wa kuwa na mkuu mpya wa chuo utupatie aliye kama yeye, aliyepambika kitabia, mwenye uelewa mpana, uoni angavu, ufahamu mkubwa, mpenda maendeleo ya chuo chetu na nchi yetu, aliyembobezi na mwenye azma ya kukuza taaluma anuai zitazoendeleza ukuzaji wa maendeleo mtambuka ya nchi yetu na watu wake. Ya Allah, tunakuomba ukijalie chuo chetu kizidi kuwa ni kinara cha taaluma zote za maendeleo ya duniani na huko akhera. Ya Allah, tunaomba uwaondoshee hasada viongozi wetu, uwape taufiki, hekima, uadilifu, busara na utendaji uliotukuka. Allah, tunakuomba uijalie nchi yetu iwe amina na mutmainna. Allahumma amin amin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.